Ama si rahisi kukamilisha historia ya Uislamu katika Afrika ya Mashariki, Kati na Kusini pasina kuitaja Zanzibar, na pia ya Zanzibar haitimu bila ya kuitaja Tumbatu. Huenda sababu ni kutokana na nafasi ya kisiwa hicho kuwa ni chemchemu ya nuru ya elimu ya dini ya Kiislamu iliyoanzia na kuangaza hatimaye katika kila pembe ya mwambao huu. Huko wakaibuka wengi kati ya masheikh waliokuja kunawirisha maarifa na hidayah ya Uislamu, ambapo hadi sasa hayajatikiswa katika kisiwa hicho, na miongoni mwa hao ni Sheikh Al-Alama Haji bin Sheha Mtumbatu. Jina lake hasa ni Haji bin Sheha bin Faki bin Maulid bin Juma bin Bura bin Haji. Alimu huyu alikuja duniani mnamo mwaka 1920 huko Tumbatu kutoka tumboni mwa Mama Miza binti Haji bin Sheha bin Faki. Kama ilivyo kawaida na ada kwa Waislamu, alianza kupata malezi na mafunzo ya madrasa ya Qur'an huko kijijini kwao Tumbatu. Kama kwamba ni bustani njema iliyohitaji kunawirishwa na kupaliliwa, alichukuliwa na mwanachuoni mashuhuri wa Zanzibar na Afrika ya Mashariki, Al-Habib Sheikh Hassan bin Amir bin Mazi bin Haji bin Khatibu wa Shirazi kutoka Tumbatu hadi Al-Madrasat Shirazi ya mjini, na hapo ni tarehe 24 mwezi wa Juni mwaka 1949. Na katika zama hizo ambapo Masjidi Komorian au kwa jina la msikiti wa Ngazija uliopo maeneo ya Upanga, Dar es Salaam, Tanzania, ulipoandaa hafla kubwa ya kumtunuku shahada ya mafunzo mbalimbali ya Uislamu msomi aliyekushabobea Sheikh Haji bin Sheha Mtumbatu. Mbali na risala maalum ya siku hiyo ambapo nakala yake ninayo mkononi hivi sasa, hapo walihudhuria maulama wakubwa wa wakati huo wa mwambao huu. Hao ni pamoja na Sayyid Abubakar bin Abdallah bin Sumait na Sheikh Hassan bin Amiri Ashirazi. Ilipowadia tarehe 8 Rabiul Awwal mwaka 1319 Hijiria, Sheikh Haji bin Sheha akawa akizuru mikoa yote ya Tanzania na nje ya Tanzania katika kueneza hidayah ya elimu na maarifa ya dini ya Kiislamu. Alifikia katika maeneo mbalimbali ya mataifa ya Zambia, Zaire, Komoro, Kenya na kwingineko, na huko pia akieneza elimu ya dini ya Kiislamu. Bali ya kuwa ikramu yake katika dini ilianzia nyumbani Tumbatu na Zanzibar, aliweza pia kuasisi darsa mbalimbali katika maeneo ya Kigombe, Tanga, Tanzania bara na Lamu nchini Kenya, na huko wanamkumbuka. Mnamo mwaka 1966 sawa na tarehe 22 Shaban mwaka wa Kiislamu 1386, bin Sheha alipelekwa Tumbatu kama mwalimu mkuu wa dini kwa wakati huo katika ardhi ya wasomi na akidarisisha watu kutoka hadhi na mataifa mbalimbali. Nuru na hidayah ya elimu ya alimu huyu bado inawaangazia Waislamu wa Tumbatu, na wakila alipofika kwa ile kanuni kwamba haondokapo shujaa la muhimu ni kuendeleza yale mema ya ushujaa wake. Na hivyo miongoni mwa wanafunzi wake ni pamoja na Maalim Sheikh bin Idi na baadaye Sheikh Haji bin Mwadin, ambao wote hatimaye waliwahi kushika nafasi ya ukadhi wa wilaya ya Kaskazini Ngokotoni, Unguja. Na katika wafuasi wa nyayo zake ni mtoto wake kwa jina la Umar bin Haji bin Sheha Maalim. Kama ilivyozoeleka kusema chema hujiuza, na ndivyo ilivyokuwa kwa alimu huyu ambaye muda huo alitakiwa pia na serikali kujumuika katika chuo cha Kiislamu, na akasema tayib, lakini akasema pia ni vyema kwa wakati huo angelijengewa tu madrasa ya kijijini kwake Tumbatu ili aendelee kutoa elimu huko.
na hasa ya kwamba tayari akikabiliwa na mtihani wa ugonjwa wa miguu ambao aliendelea nao. Ilipotimu saa 5 ya usiku ya tarehe 21 mwezi wa Septemba mwaka 2001, sawa na mwezi 3 Rajab mwaka 1422 Hijiria, nuru hii ilizimika na kutangazwa kwamba yule alimu wa shani Sheikh Haji bin Sheha Mtumbatu amefariki dunia. Maziko ya alimu huyu ambayo yalitikisa Tumbatu na kaskazini yote ya Unguja na Zanzibar yalifanyika Jumamosi yake ya mwezi 4 Rajab mwaka 1422 Hijiria, sawa na tarehe 22 Septemba 2001, na hakuhudhuriwa na mamia kwa mamia Waislamu huko Tumbatu. Tunakuomba Allah umlaze mahala pema alimu huyu Sheikh Haji bin Sheha na maalimu zetu na Waislamu wote wasomao na wasikizi pema peponi. Amin.